Mimi kwa jina naitwa Mahamud Abdalla Ali. Ni mshabiki wa Simba na ni mdau wa mpira, kwa sababu kabla ya hapo nadhani nimeweza kuwa mchezaji miaka hiyo. Nimecheza na mtangazaji wa EFM Lukinja. Kwa hiyo mpira na ufahamu kiasi chake. Kwa hiyo ninachozungumzia ni kwamba mimi kama Simba yangu mwaka huu nadhani tumepata kikombe cha Mapinduzi, tumepata kikombe cha FA, CRDB. Kwa hiyo ni jambo la kumshukuru Mungu, lakini timu nadhani imekuja kutengenezwa hii dirisha dogo. Kocha tuliopata kutoka South Africa amekuja kuleta mabadiliko na wale wachezaji walio ingizo jipya lile la Januari. Kwa Simba imebadilika, lakini tunategemea mwaka huu kuna usajili umeanza kwa mchezaji wa ndani, na mchezaji wa ndani tulioanza naye ni National amekuja kama kiungo mkabaji, atakuja kuwa kutoa challenge kwa vijana wazawa. Hapana, hatuwezi kusema ni athari. Tunaweza tukasema ni kwamba anakuja kutoa changamoto. Nafasi ya Semfukwe anajua kabisa kuna namba 6 nyingine National amekuja. Kwa kila mtu ataonyesha uwezo wake na namna maelekezo mwalimu anempa kuweza kuyatumia uwanjani. Huyu atakayefanya vizuri nadhani ndo atakuwa na chaguo la mwalimu. Kwa hiyo ni challenge nzuri sana ujio wa National kwa wachezaji waliowakuta. Upande ubavu wa kulia ameshuka Chilambo. Pale kuna Duchu, pale kuna Shomari Kapombe. Asante sana. Hiyo ndio changamoto ilikuwa kubwa kwa washabiki wa Simba, kuona tunapata mrithi aliyokuwa sahihi kupitia Salum Kapombe, kwa sababu ameshakuwa mkongwe, anaacha madini yake taratibu. Kwa hiyo vijana ni vizuri wanaokuja waweze kurithi mikobo yake sahihi. Alikuwepo Duchu, amechukua uzoefu, na sasa tumempata Nathan Chilambo. Tunaamini kwamba anaweza kuwa ni mchezaji sahihi wa kuja kuchukua nafasi ya mkongwe Kapombe. Kwa hiyo sisi tunashukuru, nadhani benchi la ufundi wa Simba linafanya usajili wa makini zaidi, na nadhani kwa mwaka huu kutakuwa na challenge kubwa zaidi kwenye ubingwa. Hakika, acha tu mwaka huu, hata mwaka uliopita ingawa wamechukua ubingwa, lakini challenge ilikuwa ni kubwa, haikuwa ndogo. Kwa hiyo mwaka huu inawezekana Simba wakajipanga zaidi, kwa hiyo challenge itakuwa kubwa kwa watani zetu Yanga. Kupitia msemaji wao wamesema kwamba bosi wao ameweka hela ya kutosha. Ndio. Inategemea sasa. Unaweza ukaweka hela ya kutosha, lakini usajili usio wa makini, kwa sababu tumeona watani zetu wamesajili wachezaji wengi sana hapa, lakini kuna wachezaji wengi hakuna wachezaji walio pick kwenye hao waliosajiliwa. Kwa hiyo kuna uwezekano umeweka fungu kubwa, lakini usajili usio wa makini, wakaleta wachezaji ambao sio sahihi. Kwa hiyo Simba wameleta wachezaji 3, lakini watoa impact kubwa kwenye dirisha dogo. Kwa hiyo sisi naamini hao ndio waliokuja kuleta chachu na kuwapa upinzani Yanga, kwa sababu Simba imebadilika kutoka Januari kuja huku, kwa maana ya kwamba timu hao wachezaji wa dirisha dogo ndio wamekuja kuleta impact kubwa ya kuonyesha kwamba Simba sasa imeimarika. Na sasa hivi na imani Chama atakuwepo South Africa huyu Maema atakuwepo. Aura kama ataondoka kutokana na soko la mpira, nadhani kuna mtu mwingine ametoka South Africa, hakitoharibika kitu. Kocha ameachiwa masuala ya usajili na usajili unakwenda vizuri. Sisi kama washabiki tuko makini, tunasubiria msimu uanze. Naam, sasa upande wa golikipa Kasari anatosha? Kasari hatoshi, ila na imani usajili ndio umeanza na uongozi wanaliona hilo, na imani kuna upembuzi wanafanya, inawezekana wakatuletea golikipa mwingine ukuja kumpa challenge Kasari. Asante sana.